Somo letu la leo linasema namna unavyoweza kuamsha uwezo ulio ndani yako. Namna unavyoweza kuamsha uwezo ulio ndani yako. Ukijiangalia hivyo ulivyo wakati unampokea Yesu Kristo, amekupatia uwezo. Bwana Yesu asifiwe. Tutaanza kusoma kwenye kitabu cha Luka 10 mstari wa 19 na mwingine atanifungulia Yohana 1. Huyu wa Luka 10 naomba atanisomea hili neno kwenye tafsiri ya BHN, habari njema. Alafu tutaangalia Yohana 1:12, namna unavyoweza kuamsha uwezo ulio ndani yako. Luka 10:19 BHN. Neno la Mungu linasema, naam, nimewapeni uwezo wa kukanyaga nyoka na nge, na uwezo juu ya nguvu zote za yule adui. Hakuna chochote kitakachowadhuru. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Anasema naam, nimewapeni uwezo. Haya yalikuwa ni maneno ya Yesu Kristo kwa wanafunzi wake. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi ni wanafunzi wa Kristo Yesu. Leo hii anatuambia naam, nimewapeni. Bwana Yesu asifiwe. Nimewapeni uwezo wa kukanyaga nyoka na nge, na uwezo juu ya nguvu zote za yule adui. Hakuna chochote kitakacho wadhuru. Bwana Yesu atusaidie. Naomba mwingine anisomee kitabu cha Yohana 1:12. Yohana 1:12. Yohana 1:12. Ndio. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Ndio wale waaminio jina lake. Ndio wale waliaminio jina lake. Bwana Yesu asifiwe. Bali wote waliompokea. Sema wote waliompokea. Sina mashaka kwamba hapa katikati yetu hakuna mtu ambaye amempokea Yesu Kristo. Wote waliompokea, anasema aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Lakini ukisoma katika kitabu cha Luka 10:19 anasema naam, nimewapeni uwezo. Bwana Yesu asifiwe. Nimewapeni uwezo wa kukanyaga nyoka na nge, na uwezo juu ya nguvu zote za yule adui. Hakuna chochote kitakachokudhuru. Sijajua kama umewahi kutafakari kama ndani yako umepewa uwezo. Bwana Yesu asifiwe. Sijui ukijiangalia, sijui kama umewahi kuwaza kama ndani yako ulipewa uwezo. Na anasema nimewapeni. Ina maana alishatupatia huo uwezo. Kila mmoja ambaye alishampokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, huo uwezo uko ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana anasema wote. Unaelewa maana hili neno wote? Sio wachungaji, sio walimu, ila watu wote waliompokea Yesu Kristo amewapa uwezo. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ulipo umepewa uwezo. Ndani yako uko uwezo. Somo letu la leo linasema namna ya kuamsha ule uwezo ulioko ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ninapoongelea uwezo, ninaongelea nguvu, ninaongelea mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. Ninapoongelea uwezo, ninaongelea kipawa binafsi ambacho mwingine anaweza kuwa nacho na mwingine asiwe nacho. Kwa hiyo kuna tofauti kati ya watu waliompokea Yesu na watu ambao hawajampokea Kristo Yesu. Waliompokea Yesu wana huo uwezo ndani yao. Ndio maana anasema wote waliompokea amewapa uwezo. Anasema naam, nimewapeni uwezo wa kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna chochote kitakachowazuru. Sasa swali la kujiuliza, ukiwaangalia Wakristo wengi utauona huo uwezo ndani yao? Jibu linakuja ni hapana.
Bwana Yesu atusaidie. Yaani ukiangalia Wakristo wengine unaweza ukaona kama ni wanyonge, wengine ukaona kama ni dhaifu, wengine ukaona kama kuna kushindwa sana ndani yao, wengine unaweza ukaona kuna kuanguka na kuinuka. Yaani ule uwezo ambao Kristo Yesu anasema nimewapeni, ukiwaangalia, yaani ukifanya tu tathmini haraka, unaweza ukajua ukakuta ni wachache ambao ule uwezo umedhihirika ndani yao, lakini wengine ule uwezo hauonekani. Bwana Yesu atusaidie. Je, maisha ya Ukristo ni kuonekana wanyonge? Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linatuambia tumepewa uwezo. Je, Mungu ni muongo? Jibu ni hapana. Bwana Yesu atusaidie. Huo uwezo kweli umeachiliwa ndani yetu. Lakini kwa nini hauonekani? Kwa nini haudhihiriki? Bwana Yesu atusaidie. Huo uwezo na mamlaka, anasema uwezo wa kukanyaga nguvu za adui, wala hakuna chochote kitakachowadhuru. Lakini unakuta kuna vitu vinatudhuru pamoja na kwamba uwezo umeachiliwa ndani yetu. Kuna namna tunakwama pamoja na kwamba uwezo umeachiliwa ndani yetu. Sasa tunaenda kuangalia tatizo ni nini hasa. Bwana Yesu atusaidie. Hatua ya kwanza ni kuokoka. Hatua ya kwanza ni kuokoka, na hii hatua wote tumeipitia hapa tulipo. Bwana Yesu atusaidie. Na ndio maana nikasema sina mashaka kama naongea na mtu ambaye bado hajamkabidhi Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, kamkabidhi maisha yake. Hatua ya kwanza sasa huwa ni kuokoka. Na pale mtu anapookoka, ule uwezo unaachiliwa katika ulimwengu wa roho. Naomba tusome katika kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 2. Hatua ya kwanza ni kuokoka. Na pale mtu anapompokea tu Kristo Yesu, ule uwezo unakuwa unaachiliwa ndani yake. Lakini pia mtu anapompokea Kristo Yesu, tunaongea amezaliwa mara ya ngapi? Ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Kuokoka ni kuzaliwa mara ya ngapi? Ya pili. Kuzaliwa mara ya kwanza ni vile tulivyotoka kwenye matumbo ya mama zetu, tukaja tukanyonyeshwa mpaka leo tupo hivi. Lakini tunapompokea Kristo Yesu, ile ni kuzaliwa mara ya pili. Sasa mtu anayeokoka ni mtu ambaye anakuwa amezaliwa mara ya pili. Naomba tusome Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 2. Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 2. Kama watoto wachanga waliozaliwa sasa yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ili kwa hayo mpate kukulia wokovu. Kama watoto wachanga. Mwambie mwenzako kama watoto wachanga. Ikatokea mtu leo anaamua kumpokea Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Huyo kwenye ulimwengu wa roho anahesabika ni mtoto mchanga. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hata kama atakuwa ana umri mkubwa, hata kama atakuwa ni mzee wa miaka 60, hata kama atakuwaje, lakini katika ulimwengu wa roho anahesabiwa kama mtoto mchanga. Ndio amezaliwa mara ya pili kwa kumpokea Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa anasema kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ili kwa hayo mpate kuukulia wokovu. Sema kwa hayo mpate kuukulia wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Kama watoto wachanga ni pale tu umezaliwa, uwezo umeachiliwa ndani yako. Lakini anatuambia kama watoto wachanga yatamanini maziwa yasiyogoshiwa. Kama watoto waliozaliwa mara ya pili, tunapaswa kuyatamani maziwa ya kiroho ambalo ni neno la Mungu, ili kwamba tuweze kukua kiroho na kuongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anayeokoka anahesabiwa kama mtoto mchanga. Pale anapompokea Yesu, ni kweli kuna uwezo unaachiliwa ndani yake, lakini huo uwezo hauwezi kuonekana akiwa mtoto mchanga. Bwana Yesu asifiwe.
Ni kweli hata huyu mtoto aliyeshikwa hapa, kuna vitu Mungu amewekeza ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Naomba usimame dada. Huyu mtoto amekuja kwa kusudi kamili la Mungu katika dunia hii. Si tunakaona jamani? Lakini ni mtoto mchanga. Kuna vitu ambavyo tayari Mungu ameviwekeza ndani yake, ambavyo hivyo vitu atatakiwa kuja kuvitimiza. Lakini pamoja na kwamba hilo kusudi liko ndani yake, akiwa katika umri huu wa mtoto mchanga, hatuwezi kukiona chochote. Bwana Yesu asifiwe. Hatuwezi kuona zile hazina ambazo Mungu amewekeza ndani yake. Hatuwezi kuona ule ukuu ambao atatakiwa kuja kuishi baadaye. Kinachotakiwa ni nini? Ataendelea kunyonya, ataanza kula chakula, ataanza kutembea, ataanza kukimbia, ataenda darasani, atafundishwa na walimu, atahitimu elimu ya msingi, ataenda sekondari, atahitimu elimu ya sekondari, ataenda chuo, atahitimu ile elimu. Baadaye sasa ndipo tutaanza kuona vile vitu ambavyo Mungu alikuwa amevikusudia tangu akiwa ndani ya tumbo la mama yake. Kwa hiyo mtu aliyeokoka leo anahesabika kama mtoto mchanga, lakini Biblia inatuambia ni kweli amempokea Kristo Yesu. Ni kweli lipo kusudi ambalo Mungu anatamani kulipitiza kwa kujitokeza kwa huyu mtu. Uko uweza ndani yake, ziko huduma ndani yake, zipo karama ndani yake, upo ukubwa ndani yake, lakini hatutauona akiendelea kuwa mtoto mchanga. Ndio maana Biblia inasema, enyi watoto wadogo mliozaliwa sasa, yatamanini maziwa, hayo maziwa yasiyogoshiwa, ambayo ni neno la Mungu, ili kupitia hilo neno la Mungu muweze kuukulia wokovu, muweze kukua. Pale mtakapokuwa, tutaanza kuona sasa ile karama inajifunua, ile huduma iko wazi, ule ushindi tutauona ndani yako. Lakini ukiendelea kuwa mtoto mdogo, hakuna kitu kitakachoonekana. Bwana Yesu atusaidie. Sasa tatizo linapokuja, Wakristo wengi anaweza akawa na miaka mingi kanisani, lakini hatamani neno la Mungu. Bado ni mtoto mdogo, ule uwezo bado umejificha. Ndio maana kushindwa kwingi, ndio maana kuanguka kwingi, ndio maana unyonge mwingi, kwa sababu hatamani yale maziwa. Biblia inaposema yatamani, ni kuwa na hamu, ni kuwa na kiu, ni kuwa na njaa na hilo neno la Mungu, ili kupitia hilo neno la Mungu ule ukuu uweze kufunuliwa, zile hazina ziweze kufunuliwa, ule uwezo ambao Mungu alikuumbia uweze kuwa wazi. Lakini kama hautayatamani haya maziwa, ule uwezo utabaki vile vile ndani. Bwana Yesu atusaidie. Yaani kwenye maisha ya Ukristo, haijalishi una miaka 10, aliye na mwaka mmoja anaweza akakushinda. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi umeokoka wakati dini inaanza, lakini kama hautamani haya maziwa ambayo ni neno la Mungu, ambalo litakufanya uukulie wokovu, utashindwa kila siku. Atakuja mtoto aliyeokoka jana, akiwa na shauku na lile neno, akiwa na hamu na kiu na lile neno, uweza na nguvu vitafunuliwa ndani yake, huduma zitaachiliwa ndani yake, kalama zitaachiliwa ndani yake, mafanikio yataachiliwa ndani yake. Kuna vitu mtu hawezi kuvipokea akiwa mtoto. Bwana Yesu atusaidie. Ni lazima ayatamani hayo maziwa ambayo ni neno la Mungu, ili kwa hayo apate kukua kama watoto wanavyokuwa na Wakristo wanakuwa. Bwana Yesu asifiwe. Kama watoto wanavyoongezeka na Wakristo wanaongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Na hatua zinaenda hatua kwa hatua. Kwa hiyo kiu yako na njaa yako itakufanya uongezeke zaidi. Anayekula chakula kizuri ndiye anayekuwa na afya njema. Anayekula chakula kizuri ndiye anayekuwa na nguvu. Anayekula chakula kizuri ukuaji wake hautasumbua. Anayekula chakula kizuri hata sita kwenye hatua zake. Lakini ambaye ni mvivu wa kula, maendeleo yake yataendelea kushuka chini. Pamoja na kwamba amempokea Kristo Yesu, ndipo itakuja, mbona unyonge mwingi? Ni kwamba Yesu ni muongo? Hapana, ni kwamba huyu mtoto hana hamu ya kula.
Bwana Yesu atusaidie. Hana hamu ya kula. Ukimpa chakula hataki kula. Anasumbua kula. Anapenda vitu vingine kuliko neno. Bwana Yesu atusaidie. Kwa hiyo kama watoto wachanga, anasema yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ili kwa hayo mpate kuukulia wokovu. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie. Unaposoma katika Galatia, naomba unisomee katika kitabu cha Wagalatia 4 mstari wa kwanza. Galatia 4 mstari wa kwanza. Lakini nasema ya kuwa mrithi wakati wote awapo mtoto. Sema mrithi. Mrithi. Jamani, tunawafahamu warithi. Bwana Yesu asifiwe. Unamfahamu mrithi? Inawezekana huyu mtoto baba yake akawa na mali nyingi sana, kama baba yetu wa mbinguni alivyo na vitu vingi. Bwana Yesu asifiwe kwa watoto wake. Lakini anasema huyu mlisi awapo mtoto. Bwana Yesu atusaidie. Awapo nini jamani? Mtoto. Hana tofauti na mtumwa. Hana tofauti na mtumwa. Sema mrithi akiwa mtoto mdogo. Mrithi akiwa mtoto mdogo. Hana tofauti na mtumwa. Hana tofauti na mtumwa. Umelielewa hili andiko? Baba anaweza akawa na magari. Baba anaweza akawa na mali. Baba anaweza akawa na utajiri. Lakini huyu mtoto ni mrithi wa vile vitu vyote alivyonavyo baba yake. Anasema akiwa mtoto hana tofauti na nani? Na mtumwa. Bwana Yesu atusaidie. Kwa nini hana tofauti na mtumwa? Magari hapo hataweza kuendesha. Hatutaweza kumwamini tukampa gari endesha. Kinachotuzuia tusimpe ni nini jamani? Mtoto. Hata tu mtoto kuaminiwa kupewa hela kubwa kwenda dukani, huwa hatuwaamini. Bwana Yesu asifiwe. Tunamwamini 100, maana 100 hata ikipotea tuwezi tukaumia sana. Lakini siwezi nikamwamini jiani nikamwambia tuchukue hii 10,000 nenda dukani kanunue hiki ulete, kwa sababu ni nani? Ni mtoto. Kwa anasema mrithi ni mrithi kweli. Ni mrithi wa ahadi za mbinguni kweli. Ni mrithi wa mema yote yanayoachiliwa kweli. Ahadi zote zinakuhusu pale tu ulipompokea Kristo Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Lakini kuna vitu havitaachiliwa kwa sababu wewe ni mtoto. Ili viweze kuachiliwa, unatakiwa kukua. Ili ukue ufanye nini? Ni kutamani maziwa yasiyogoshiwa, ambayo ni neno la Mungu. Na kupitia hilo neno la Mungu ndio hatua zetu zinaongezeka. Kupitia hilo neno la Mungu nguvu zetu za rohoni zinaongezeka. Kupitia hilo neno la Mungu, Mungu anaanza kujifunua, anaanza kukuamini. Unajua watoto pia ni rahisi kutoa siri. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Kwa hiyo kadri unavyokula neno la Mungu ni sawasawa na unavyokula ugali kila siku. Ni sawasawa na unavyokula chakula kila siku. Unaendelea kuongezeka. Mwili wako unaendelea kupata nguvu. Mwili wako unaendelea kukua. Ndivyo hivyo inavyokuwa katika maisha ya rohoni. Mtu anayelitamani neno, mtu anayetamani maziwa yasiyogoshiwa, anaendelea kukua. Bwana Yesu asifiwe. Mstari mmoja unaousoma leo una mchango kwenye ukuaji wako. Bwana Yesu asifiwe. Neno unalolisoma leo lina mchango kwenye ukuaji wako. Wakati tukiwa wanafunzi tulikuwa tunasema hivi, ukiambiwa kusoma unasema nitaanza kesho. Bwana Yesu asifiwe. Kesho inapita unakuta umechoka, unasema wiki ijayo. Bwana Yesu asifiwe. Hicho kitu simewahi kukipitia. Unasema nataka kupanga ratiba, unapanga ratiba kabisa. Kila kitu umeweka pale. Lakini kila siku unasema hivi, ikifika unasema nitaanza kesho. 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 Bwana Yesu asifiwe. Kesho nitaanza kusoma. Lakini ikifika kesho unakuta mambo yameenda unasema lakini muda upo. Mtihani mwezi wa ngapi? Wa 11. Huu mwezi wa ngapi? Wa kwanza. Taanza rasmi wiki ijayo.
Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunashindwa kuelewa kwamba ninachokifanya leo kinanipa kushinda kesho. Bwana Yesu asifiwe. Kile unachokifanya leo, kile unachosoma leo, lile neno unalolisoma leo linakufanya uongezeke, linakufanya upige hatua, linakufanya ule uwezo uanze kufunuliwa ndani yako, kwa sababu hata ukuaji sio wa siku moja. Bwana Yesu asifiwe. Sio wa siku moja. Ukuaji unategemea na juhudi za kila siku. Ili mtoto awe na afya njema, haijalishi leo amekula protini au amekula chakula chenye milo yote, makundi yote, lakini akiendelea na mwendo, akila leo, kesho asipokula, bado kuna tatizo. Bwana Yesu atusaidie. Akila leo, kesho akala, kesho kutwa akala, kesho kutwa akala, ndani ya mwezi mmoja, ndani ya miezi miwili, tunaanza kuona mabadiliko. Tunaanza kuona kilo zinaongezeka, tunaanza kuona ngozi na nawili, tunaanza kuona huyu mtoto mwenye kwashako hauhitaji kwenda shuleni, yani uhitaji kwenda hospitali wa kuambia huyu mtoto ana tatizo. Yani ukimuona tu utajua pana shida hapa. Bwana Yesu atusaidie. Na ndivyo hivyo kwenye upande wa maisha ya rohoni. Ni kweli Mungu ameachilia uwezo ndani yake. Ni kweli Mungu ameachilia mamlaka ndani yake. Lakini kwa nini hayaonekani? Kwa nini ule uwezo haujifunui? Kwa nini zile nguvu hazionekani? Huyu mtu ana miaka 10 sasa. Huyu mtu ana miaka 3 sasa. Huyu mtu ana muda mrefu sasa, lakini yuko vile vile, hakuna badiliko. Ni kwamba Mungu ni muongo? Hapana. Shida ipo huku kwenye ulaji wa chakula. Bwana Yesu atusaidie. Leo tunaangalia namna ya kuamsha ule uwezo ambao Mungu ameachilia ndani yako. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Kuna watu nikiwaona na wafurahia. Kuna juhudi nikiziona ninazifurahia. Bwana Yesu asifiwe. Kuna hatua ninapoziona ninazifurahia. Kuna yale Mungu ambao ameanza kuyafunua ndani yao, nikiyaona ninayafurahia. Lakini hayatokei tu. Watu wa Mungu, hayatokei tu. Yanatokea na ile anatamani maziwa yasiyogoshiwa. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Kinachotakiwa, ili mtu anatakiwa aendelee kujifunza, aendelee kufundishwa neno la Mungu siku kwa siku. Sema siku kwa siku. Siku kwa siku. Na anapoendelea kujifunza neno, kadri anapoendelea kukua, kunaanza kuonekana ule uwezo uliokuwa ndani yake uliojificha unaanza kuonekana. Zile huduma ambazo Mungu ameziachilia ndani yake zinaanza kuonekana. Kwa hiyo kukua na kuongezeka kwa Mkristo kunatokana na juhudi alionayo au hamu alionayo katika kujifunza neno la Mungu. Sasa sisi mfano wetu ni Yesu Kristo mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Na tutauchukua mfano mmoja unaoonekana katika kitabu cha Luka sura ya 2 mstari wa 40. Sisi kioo chetu ni Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tunaitwa wa Kristo. Ina maana baba yetu ni Mkristo. Tunatakiwa tumfananie Kristo. Ninatakiwa nikikuona nimuone Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sisi tunapozaliwa mara ya pili, pale tunakuwa ni watoto wachanga. Safari yetu ya makuzi inaanza kuanzia pale kuendelea mbele. Bwana Yesu asifiwe. Sasa naomba tusome katika kitabu cha Luka sura ya 2 mstari wa 40. Luka sura ya 2 mstari wa 40. Neno la Mungu linasema, yule mtoto akakua. Sema yule mtoto akakua. Yule mtoto akakua. Ndiyo. Akaongezeka nguvu. Akaongezeka nguvu. Amejaa hekima. Amejaa hekima. Na neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Na neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Anasema yule mtoto, hapa anamuongelea Kristo Yesu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe.
wakati ni mtoto, kwa sababu hata Yesu alipokuja huku duniani akiwa mtoto mdogo hakuanza kufanya chochote. Watu wa Mungu, tunaelewana? Hakuanza kufanya huduma yote. Alikuwa anabadilishwa pampasi, alikuwa ananyweshwa maziwa, alikuwa anaangaliwa chini ya uangalizi wa wazazi wake. Bwana Yesu asifiwe. Ni sawasawa na wewe ambaye unakuwa umeokoka, unakuwa chini ya uangalizi, unaanza kulishwa neno. Tunahakikisha tunakulisha neno. Sasa katika hatua za Bwana Yesu, hapa anamuongelea Yesu Kristo, ambacho ndicho kioo changu mimi na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Hicho ndicho kinachotakiwa kitokee na kwetu. Anasema yule mtoto ambaye ndio Yesu Kristo akakuwa. Bwana Yesu asifiwe. Anasema akaongezeka nguvu. Watu wa Mungu, hapa aongelei nguvu tu za mwilini. Tunaelewana watu wa Mungu? Akakuwa, akaongezeka nguvu, amejaa hekima na neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unakuwa au vipi? Ukipiga tathmini toka ulimpompokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unakuwa au unadumaa? Bwana Yesu atusaidie. Lakini kinachotakiwa ni hiki: unatakiwa ukue, na unapokuwa unaongezeka nguvu, unazidi kujaa hekima, na neema inazidi kuongezeka, kwa sababu hata neema huwa inaongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Mtume Paulo alikuwa anaombea watu, neema ya Mungu na iongezeke juu yenu. Neema ya Mungu inatakiwa kuongezeka siku kwa siku. Nguvu zinatakiwa kuongezeka siku kwa siku. Hekima inatakiwa kuongezeka siku kwa siku. Kimo kinatakiwa kuongezeka siku kwa siku. Wangapi tuko pamoja? Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri pia wakati tunaendelea unatathmini maisha yako. Unaongezeka au ninapungua? Kuna mwingine anaongezeka, anaacha kuongezeka. Bwana Yesu atusaidie. Kuna mwingine anaongezeka, anagoma, anaanza kurudi. Hata kliniki huwa tuna kadi ya maendeleo. Wanakuambia hivi, ukiona maendeleo ya mtoto, Bwana Yesu asifiwe, yakavuka mstari wa kijani, bora sasa yavuke. Kwenye ulimwengu wa roho huku ni bora uvuke. Bwana Yesu asifiwe. Wanakwambia isivuke kati ya hasi 2 na chanya 2. Ina maana mtoto katika makuzi anatakiwa kucheza pale katikati kwenye kijani. Bwana Yesu asifiwe. Na pale wameandika akiwa pale huu uzito ni mzuri. Lakini akiwa chini ya -2 huku yuko underweight, ana uzito pungufu. Sawa? Akiwa juu pale kuna overweight. Sasa kwenye huku kwenye ulimwengu wa roho wa kwetu, Bwana Yesu asifiwe, ni bora ukaenda overweight. Bwana Yesu asifiwe. Huko hakuna madhara hata ukienda overweight. Hizi waga hazina madhara, ila faida ndio utafanyeje? Utaipata. Kwa anasema yule mtoto akakuwa. Muulize jirani yako, unakuwa? Yule mtoto akaongezeka nguvu. Muulize jirani yako tena, ndugu yangu, unaongezeka nguvu? Yule mtoto akajaa hekima. Mwambie ndugu yangu, una hekima? Haleluya. Haleluya. Yule mtoto akakuwa. Kwa tunatakiwa Yesu alipokuwa duniani alikuwa anakuwa, na hiyo ndio dira, ndio mwongozo wetu wa namna tunavyotakiwa tuwe. Ndugu yangu, kuna zaidi ya ulivyo. Haleluya. Kuna zaidi ya hivi ulivyo. Kama una nguvu, kuna zaidi ya nguvu ulizonazo. Kama kuna hekima, kuna zaidi ya hekima ulionayo. Kama una maarifa, kuna zaidi ya hayo maarifa ulionayo. Bwana Yesu asifiwe. Na ili vitokee vitu vya ajabu ajabu, ili yatokee mambo ya ajabu ajabu, na wewe katika makuzi yako yanatakiwa kwenda pasipo kusita. Ili
vianze kutokea mambo ya ajabu, mambo yatakayoshangaza, ishara na ajabu, ili vianze kutokea kwenye maisha yako, kuna namna unatakiwa ukue, kuna namna unatakiwa uende, unatakiwa utoke kwenye utoto, kwa sababu mtoto pamoja na kwamba ni mrithi, anahesabika kama mtumwa. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie kanisa. Haleluya. Kwa hiyo si tatizo la Mungu. Watu wa Mungu, naomba tumtoe Mungu kwenye matatizo. Tumtoe Mungu kwenye kumlaumu. Tumtoe Mungu, tumweke pembeni. Ye ameshaachilia. Anasema nimewapa. Tayari alishafanya, sio nitawapa. Nimewapa. Bwana Yesu asifiwe. Nimewapa uwezo. Ina maana ukiona kuna namna unashindwa, kuna namna tu unatakiwa utwist mafaili, uanze kwenda kwa namna inayotakiwa, to activate huo uwezo ulioko ndani yako, ndipo ule ushindi uanze kuonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Anasema hatimaye mzidi kuwa hodari. Hatimaye mzidi kuwa hodari. Mzidi ni kuendelea. Bwana Yesu asifiwe. Uendelee kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Hatimaye uzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Lakini anasema angalia, nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme, ili kubomoa, ili kuangamiza, ili kuharibu. Yaani Mungu ameshakuweka tayari, ila ambacho kina ni ukosefu tu wa ule uwezo ndani yako. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie kanisa. Tunatamani kuwa na watu washindi, si ndio? Tunatamani kushinda katika kila eneo la maisha yetu. Tunatamani kuona udhihirisho wa nguvu za Mungu kila katikati ya maisha yetu.